Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ikiwa ni Februari 27 mwaka wa 2026. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Ninaalika uwepo wako ende pamoja nasi tunapojifunza somo hili. Tusamehe dhambi zetu, tusafishe, tutakase kwa damu yako, na Roho wako Mtakatifu akatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema fanyeni imara kuitwa na kuteuliwa kwenu. Imejengeka katika kitabu cha Petro ya pili sura ile ya kwanza aya 10 na 11. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo ndugu, jitahidini zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu, maana mkitenda hayo hamtajikwaa kamwe. Maana hivi mtaruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hapa bima ya maisha imetolewa kwetu, bima ambayo inatuhakikishia uzima wa milele katika ufalme wa Mungu. Ninawaomba myasome maneno haya ya Mtume Petro. Kuna uelewa na weledi katika kila sentensi. Kwa kumshikilia mpaji wa uzima aliyeyatoa maisha yake kwa ajili yetu, tunapokea uzima wa milele. Kila mmoja wetu anaamua hatima yake ya umilele, na ni juu yetu sisi wenyewe ikiwa tunakusudia kupata uzima wa milele. Je, tutayaishi masomo yaliyotolewa katika neno la Mungu? Kitabu kikuu cha mafundisho cha Kristo ni kitabu kikuu zaidi, na bado ndicho kitabu kilichopangwa kwa usahili na kueleweka kwa urahisi zaidi kuwahi kutayarishwa kwa ajili ya kutoa elimu ya tabia ifaayo katika usemi, adabu na upendo. Ni kitabu pekee ambacho kitaandaa watu kwa ajili ya maisha yanayopatana na maisha ya Mungu. Na wale wanaolifanya neno hili kuwa somo lao la kila siku ndio pekee wanaostahili kupokea diploma inayowapa haki ya kusomesha na kuwafundisha watoto kwa ajili ya kuingia katika shule ya juu na kutawazwa kuwa washindi walioshinda. Kristo Yesu Bwana wetu ndiye mwamuzi pekee aamuaye kufaa kwa mawakala wa kibinadamu katika kupokea uzima wa milele. Milango ya mji mtakatifu itawafungukia wale ambao wamekuwa wafuasi wake wanyenyekevu, wapole, wa hali ya chini, wakiwa wamejifunza masomo yao kutoka kwake na kupokea kutoka kwake bima ya maisha yao, wakitengeneza tabia zinazofanana na mfano wa Mungu. Hapo waliokombolewa watakapokombolewa katika nchi, mji wa Mungu utafunguliwa kwa ajili yenu. Kisha vinubi vitawekwa mikononi mwenu na sauti zenu zitainuliwa katika kumwimbia sifa Mungu na Mwana-Kondoo, ambaye kwa dhabihu yake kuu mmefanywa kuwa washirika wa tabia yake na kupewa urithi wa milele katika ufalme wa Mungu. Hii ni Februari 27 mwaka wa 2026. Mada ikisema fanyeni imara kuitwa na kuteuliwa kwenu. Mungu atubariki sote na nikutakie wakati mwema. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.
Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza